Baada ya kufika eneo la tukio tukuta moto umeshakuwa mkubwa. Kitaalamu tunaita ulikuwa kwenye full development stage. Na kwa nini ulikuwa hivyo? Ni kwa sababu aina ya material yaliyokuwa yamo mle ndani yalikuwa yapo magodoro, na wote kama tujuavyo godoro likiwaka linawaka kweli. Askari wetu waliweza kupambana kuhakikisha kwamba moto ule unazimwa, na tunamshukuru Mungu kwa kweli moto ule ulizimwa. Japo kulikuwa kuna changamoto bila kulingana na mazingira ya maeneo yale ya nyumba zilivyokuwa zimekaa na eneo ambako godoro lilikuwa limekaa, lakini tuliweza kudhibiti ule moto usiweze kuleta madhara maeneo mengine ikiwepo nyumba za jirani, lakini pia eneo lile kulikuwa kuna nyumba ya kulala wageni ambayo ilikuwa mbele ya ile godown, na yenyewe tuliweza kuokoa na watu kuwa salama kabisa. Madhara ya tukio lile tunashukuru Mungu kwamba kwenye eneo la binadamu hakukuwa na madhara yoyote, lakini madhara ni kwenye mali ambapo store ile ambayo ilikuwa ina vyumba, ina partition mbili, ina sehemu mbili, na zote zilikuwa zimehifadhiwa magodoro, yameweza kuteketea yote. Lakini kwa swala la binadamu hakuna. Chanzo cha tukio lile kwa kweli ninaweza nikasema ni uzembe, kwa sababu kuna mafundi ambao walikuwa wanakata kufuli la geti ambao lilikuwa linatumia kwenye ile store kwa kutumia stiki, au niseme kwa kutumia stiki ambazo zinatumia kukatia vyuma. Sasa ile stiki zile wakati wanakata ile kufuli ziliweza kusababisha cheche zile zikaweza kunasa kwenye magodoro ambayo yalikuwa kwenye ile eneo na kusababisha moto. Kwa hiyo tunasema ni uzembe, kwa sababu kama wangechukua tahadhari au wangekuwa na uelewa tu wa kawaida kwamba hizi tunavyokata ili kufuli kwa kutumia chuma ambacho kinazalisha cheche, basi kuna uwezekano wa kuweza kutokea moto, lakini wao hakuweza kufanya hivyo, na hatimaye moto ule ukatokea na kusababisha madhara makubwa yale yaliyotokea. Nilipigiwa simu na watu waliojitambulisha kuwa ni askari kwamba wanahisi kwamba kwenye godown langu kuna guta ambalo linasemekana limeingia, guta la wizi. Nikawaambia kwa sasa kwa kweli funguo hizi mimi mzigo huu nilikuwa nimemuuzia mtu. Kwa hiyo funguo za hili godown anazo huyo mtu, yupo mjini. Lakini baada ya kumpigia akaniambia mimi nimetoka, niko Dar es Salaam, kwa hiyo funguo niko nazo. Kwa hiyo naomba nizikabidhi hizi funguo kituo chochote cha polisi kilicho jirani na mimi, ili nyie polisi mfanye utaratibu wa kuzisafirisha kufika hapo, mkague, alafu baadaye mtazirudisha kwangu, kwa sababu mimi nipo huku kwa muda mrefu kidogo. Au kama itashindikana niziagize kwenye basi azipokee binti yangu aje hapo afungue, mkague mali, kwa sababu ndazipakia jioni hii, kesho asubuhi zitakuwa zimefika, kwa sababu magari sasa yanatembea masaa 24. Godown ilikuwa limefungwa zaidi ya miezi miwili, halijafunguliwa na mtu yoyote. Na hata askari pia waliokuepo waliona na walisema baadhi yao, kwa sababu ilikuwa limejaa utando wa buibui kabisa kwamba halijafunguliwa. Kwa hiyo baada ya yule binti kuja tukalikagua godown, baadaye wakaanza kuchoma. Tujaribu kuwaeleza kwamba humo ndani godoro zimejaa mpaka mlangoni, kwa hiyo cheche zile mnazotumia kuchoma kufuli zinaanguka chini. Lakini kweli ilikuwa ngumu kuweza kuwadhibiti, na kwa sababu tulikuwa kama wahisiwa wa tukio hilo, tulibidi kukaa nyuma na kuacha wafanye ambacho wanakifanya. Baada ya muda walifanikiwa kuvunja kufuli mbili za juu na ya katikati. Wanapomalizia kufuli ya chini, kabla hawajafanikiwa kumaliza, cheche zile ziliwasha moto ndani. Kwa hiyo kufuli moja haijaisha, moto ndani umeanza. Kwa wakaanza kupambana, wakati huo kulivunja kufuli ya kati tayari moto unazidi kukolea. Lakini wale polisi waliokuepo wote wawili, pamoja na wahalifu, pamoja na waliokuwa wamiliki wa hilo guta, walipotea ndani ya dakika moja, sikuona mtu. Baadaye kutoka kwa wasamaria mwema wakapiga simu zimamoto, jeshi la zimamoto lilijitahidi kufika kwa haraka. Baada ya kufika, ni kweli kwamba zimamoto walifanya kazi kubwa, kwa sababu wamezima moto mpaka saa 9 usiku, kutoka saa 1 mpaka saa 9 wakiwa wanapambana na huo moto kwamba usizuru mali za majirani. Ni ulikuwa umeanza taratibu ule moto, baadaye ukapamba moto, sijui wengine wakawa wanashughulikia na mambo ya kutafuta namba za zimamoto ili wapigie. Kufika saa 3 nafikiri ulipopamba moto sana, tukamwomba bwana, vyombo vilikuwa vimekaa ndani, kawaruhusu tufungue mlango ili watusaidie majirani kutoa vyombo. Na kweli tumefanya ushirikiano sana
wamefanya ushirikiano wakatoa na zima moto ikafika nayo kwa wakati. Tuweze kusema uongo, labda kusema wamenanio kaanza kuzima, baadaye ndio ikaendelea zoezi la kutoa vyombo. Ilipotoa vyombo wakaendelea tena na kuzima moto. Maana kulikuwa unakuja mpaka huko. Ndio maana wakahofu kusema unaweza kawaka mpaka huku nyumba ziungue na vitu viungue. Lakini mpaka hapo wamevunja vyoo, wamechukua hela, yani hatuelewi vyombo vilivyotoka. Mpaka saa hizi hatujajua kusema ni hasara gani ambayo imetokea au vimevunjika au vimefanya nini au nguo ziko salama, hatujui mpaka saa hizi. Ila umepita kidogo, sio miaka 3 4. Hilo walikuwa wanahifadhia unga na ufuta. Kwa vyote viliungua humo. Ni hilo. Saa hizi ndio walihifadhia magodoro. Kwanza tunawashukuru sana Jeshi la Zimamoto. Kazi walioifanya kazi jana ilikuwa ni ngumu sana. Na wananchi pia waliokuwepo maeneo haya na wengine ambao hawaishi maeneo haya walishiriki kusaidia kuzima moto. Na wananchi pia nao nawashukuru sana kwa kazi ya jana usiku. Nikawepo mimi na aliyepanga na huyu aliyetumwa kwa ajili ya kushuhudia kwamba kukifunguliwa waangalie kama hilo guta lipo. Lakini haikuwa hivyo. Maana walikuwa wanatumia moto wa welding kufungulia makufuli. Baadaye ndo cheche zilivyoingia kwenye magodoro, moto ukawaka. Ndio chanzo cha moto ulipo.